Poa poa. Uko sawa? Wewe unaitwa nani? Naitwa Juhudi. Umeacha kazi zako, umewahi mapema. Nini Simba? Kikubwa nimetoka mkoani. Simba naipenda. Ndio maana nimekuja mpaka. Umetoka mkoa gani? Mbeya. Umetoka Mbeya? Hongera. Asante. Unaifia Simba wewe? Ndio. Unawaambia nini Simba mida hii imebaki saa kidogo tu? Mimi naitakia tu ushindi mwema. Naipenda Simba. Kikubwa sina mengine. Mwanangu, mambo vipi? Poa. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Malik Rashidi. Ndio. Wewe ni mkazi wa hapa jiji la Dar es Salaam? Naishi Anikigogo. Sawa. Unawaambia nini Simba muda huu? Simba tu watulie, wao na utulivu. Kwa sababu mechi ni ya kwetu. Hawa Waarabu kwao kule, walikuwa kwao, sisi tuko nyumbani. Watu tunawapiga 5 wale. Goli? 5. Haya bwana, kuna mtu hapa ana vibe sana. Habari yako? Fresh. Naitwa nani? Naitwa Riziki Yusuf Bendera almaarufu Mbongo. Mimi niambie, leo Simba mnyama anataka muwe Mwarabu. Kwanza mimi ni afisa mhamasishaji wa Simba mkoa wa Arusha, lakini ni msemaji wa tawi la Simba Arusha Terminal. Umetoka jijini Arusha? Nimetoka jijini Arusha na msafara zaidi ya matawi 4 na gari ndogo private si chini ya 20. Mkoa wa Arusha hatuna dogo. Wako wapi hao wana? Nimewaacha hotelini. Nilikuja kufanya logistics mapema? Yes, kwa hiyo mimi kama afisa hamasa nikaja hapa kuandaa mazingira mazuri kabisa ili wenzangu wakifika hapa wasipate shida, waingie ndani wamwangalie mnyama. Hii tunafuta. Hiyo ndio kazi ya mratibu. Hongera sana. Asante sana. Ubaya kwa wana Simba, mmetoka mkoani Arusha mpaka dua, maombi na sala mbalimbali zinahitajika kwa mashabiki, wapenzi na wanachama wa Simba Sport Club. Hii tunafuzu. Nasema Tanzania tunafuzu. Mimi sasa niende kazungumze na wenye matawi yao. Naomba nianze na mwenyekiti wa tawi la Mafinga. Mwenyekiti, unaitwa nani, majina yako? Mimi nakushukuru. Naitwa Mnefil Kumbo, mwenyekiti wa tawi la Simba Mafinga, matajiri wa Mafinga. Mwenyekiti, umeambatana na msafara wa watu wangapi? Nimekuja na msafara wa watu karibia gari 2 kutoka Iringa mjini na Mafinga mjini. Hongera sana. Asante sana. Mapema mmeshafika, hamtaki wasiwasi. Ni vipi mmejiandaa? Vibe liko? Tumejiandaa vizuri kurudi na ushindi mkoa wa Iringa. Uko tayari? Sisi tumejipanga kwa sababu kazi yetu ni kufuzu. Sisi hatuongelee ushindi, tunaongelea kufuzu. Ushindi ni kitu kingine na kufuzu ni kitu kingine. Kwa sababu unaweza ukashinda magoli 2 bado usifuzu. Kwa hiyo sisi tunautaka, mchezo tunautaka. Kwa hiyo tunaingia nusu finali siku ya leo. Sisi tunataka kufuzu. Kwa majina naitwa Regana Fred Mloe, natokea tawi la Simba Mafinga. Sisi kama wana Simba, kauli yetu mbiu, tunavuka. Tunavuka. Sisi Simba tumewaambia kule kwa waliofanya tumeyaona. Sasa tunawasubiri huku saizi. Washakuja. Tunasema hili ni beseni. Tunawakaanga, tunawakaanga. Tunavuka. Anasema hili ni beseni, kama basi ni beseni la mandazi. Ukayatulia hivyo hivyo. Naam, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Jacob Shayo, natokea tawi la wakali wa Abiriani Ruaha Mbuyuni. Naam. Kwa ujumla naweza nikasema hivi, Waarabu walichezea shilingi chooni. Hapa wamekuja kikaangoni. Na kwa taarifa tu kwa ambao hawajui kwenye huu umati, labda pamoja na wewe mtangazaji, nchi za kaskazini ambazo asilimia kubwa ni Waarabu hawataki kuisikia kabisa inayoitwa Benjamin Mkapa, na hasa Simba anapolitaka jambo lake. Sasa nataka niseme hivi. Naam, sasa nakwenda kuzungumza taratibu. Njoo kameramani. Njoo. Tutakwenda kuzungumza na watu wa Friends of Simba kutoka makao makuu ya nchi. Tuwape
Niwape sasa fursa watu wa Dodoma. Watu wamesafiri, mtazamaji. Wewe kama bado uko nyumbani na hauna tiketi, hili swala ni la kitaifa. Nikuhakishie, watatueleza wenyewe wenye Dodoma yao. Dada, habari yako? Salama, habari ya kwako? Nzuri, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Sharifa Hamisi. Mmetoka wapi ninyi? Nimetoka Dodoma, ni tawi la Dodoma. Tumekuja tuna Costa 4 na kwa ajili ya kusherehekea ushindi wa kwenda nusu finali. Mmejiandaa kiasi gani na wachezaji mnawaambia nini ili kuwapa furaha ndani ya dakika 90 na furaha ikiwa ni baada ya kufuzu kusonga mbele? Kitu cha kwanza, wachezaji wana morali ya kutosha, maana kama kuambia tumeshawaambia na wanajua ni wajibu wao na jukumu lao. Na pia sisi kama mashabiki jukumu letu ni kuwasupport, na ndio maana tumefika mpaka hapa, tumetoa nauli zetu, tuna amani na tuna imani na tuna uhakika. Nusu finali hakuna longolongo, hakuna shida. Golini